Yani unajua haiwezekani kabisa kwamba wilaya ya Chunya na wilaya ya Songwe ambazo zimekuwa zikichangia kwa asilimia kubwa pato la wilaya na mikoa yake, yani mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe na taifa kwa ujumla kupitia jiwe, yani dhahabu, alafu inakosa ama zinakosa umeme. Yani unakuta siku mbili, siku moja au inapitisha siku mbili kavu hakuna umeme. Inaoma sana, lakini jamaa wameendelea kuvumilia, hatimaye neema imeonekana. Na mpendwa mtazamaji, lakini pia nikukumbushe umuhimu wa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza alama ya kengele mbele ya neno subscribe. Lakini pia kama uko tight, basi unaweza ukapita tu kwa maana ya kulike shavu lako kwa kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii. Lakini maua yako mengi endapo utakuwa umedondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya mkuu wa wilaya ya Chunya mkoani Mbeya. Mheshimiwa Batenga ametoa wito kwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chunya kuhamasisha wananchi katika kata zao ili waweze kutoa ushirikiano wa kuruhusu mradi wa umeme uweze kupita katika maeneo utakapopita mradi huo ndani ya vitongoji 31 katika wilaya hiyo. Alhaji Batenga ametoa habari hiyo njema ambayo wanachunya na wanasongwe kwa ujumla wamehaso kitambo, na aliyasema hayo alipokuwa na madiwani katika kikao cha bajeti cha baraza kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri, na kwamba tayari wilaya imeshampokea kwa mikono miwili, kwa furaha, shangwe, nderemo na vigeregere mkandarasi aliyekuja kutekeleza mradi huo. Huu hapa Uzi. Nasema nimechelewa hapa kwa sababu nilikuwa nampokea mkandarasi leo aliyepewa kazi ya kutekeleza miradi hiyo. Kwa mkoa mzima wa Mbeya tumepewa bilioni 42.6. Kwa tutakuja kutekeleza mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji vyetu huko kwenye maeneo yetu. Kwa leo nilikuwa nampokea mkandarasi anaitwa White City. Ndo kafika leo na nimewaambia watapita kwenye maeneo yenu kutambulisha hiyo miradi kwenye vijiji na vitongoji vyenu. Watapita huko, mtashirikiana nao. Niwaombe tuwape ushirikiano wa kutosha. Tukaongee na wananchi kwa sababu miradi ya REA haina fidia kwenye maeneo ya wananchi, yani unakopita ule mradi kupitisha laini. Maana tungesema nchi nzima kulipa fidia hiyo trilioni 1.3, basi itaisha kwenye fidia. Kwa hiyo waombe waheshimiwa diwani tukashirikiane huko, timu zitakuja, tuwaelimishe wananchi waunge mkono hizi jitihada, kwa sababu umeme unaenda nyumbani kwa mwananchi mwenyewe. Sisi kama serikali, nimepokea barua leo ambayo nyingine imeshakuja kwa mkurugenzi kwamba kwa upande wa taasisi, sisi kama umeme unapita kwenye taasisi ya serikali ni kuruhusu mara moja mradi upite, yani isije kutokea taasisi ya serikali ikawa kikwazo. Na kwa taasisi mko hapa, maelekezo yameshatoka hayo, usije kuwa kikwazo. Kama kwenye miundombinu kunatakiwa kuna kitu kitakuwa kimeharibiwa na kupita kwa mradi, maelekezo ya serikali ni kwamba wewe mwenye taasisi kupitia mamlaka yako utapeleka taarifa kama ni kitu kimebomolewa, kupitia bajeti ya wizara yako ya taasisi yako kitajengwa tena huko. Yaani serikali haiwezi kukaa hapa ikakaa inajadili kujilipa fidia. Mheshimiwa Batenga ameendelea kuzungumza kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika ahadi yake ya siku 100 tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu Oktoba
29/2025 kwamba Watanzania wataona neema, basi kwa wilaya ya Chunya nao wameona neema kwa kupewa fedha zaidi ya shilingi bilioni, yani bilioni ya baba bilioni 107 kwa ajili ya mradi wa kujenga laini upya, na hivyo kuweza kutatua tatizo sugu la muda mrefu la umeme uliokuwa ukitumika. Yani huwezi kuamini, kwa wilaya ya Chunya pamoja na CIP, makarasha hayo, control room ya kuendesha shughuli mbalimbali za kichimbaji, yani kalikuwa ka umeme ka megawati 9 hadi 11 tu. Tuna shida ya umeme wenyewe. Umeme si ni mdogo? Ndio. Umeme ni mdogo. Kwa hiyo tumekuwa tukihangaika hapa kuona namna gani tunakuja kutatua tatizo la umeme. Sasa naomba kupitia baraza hili niwapeni taarifa. Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku 100 za juzi tangu tulifanya uchaguzi mpaka sasa hivi, kwa upande wa Chunya kashatoa bilioni 107 kwa ajili ya kujenga laini upya na kutatua tatizo la umeme Chunya. Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi kisichozidi miezi 10. Hapo vipi? Hapo sawa. Fedha hizi zipo. Sio za kutafuta, sijasema anatafuta fedha. Fedha zipo na barua ya fedha hizo mimi ninayo ofisini. Zile changamoto mlizokuwa mnapata huko za watu wanajenga CIP, watu wanakuwa na makarasha yao, umeme unakuwa ni mdogo, inabidi sijui mwamshane usiku kwamba umeme sasa ndio umetosha, hiyo inabaki kuwa historia. Kwa sababu uwezo wa umeme unaojengwa hapa utahudumia Chunya, lakini utahudumia na Songwe, kwa sababu sisi wote kazi yetu ni, si ndivyo? Wote kazi yetu ni moja, kazi ya uchimbaji. Kwa hiyo kile chetu Mheshimiwa Rais kakisikia na kakifanyia kazi. Tunakuja kupata umeme wa megawati 90. Hapa Chunya umeme mnaouona huu umeme mnaouona tunaotumia huu unaowaka hata sasa hivi, tunacheza kati ya megawati 9 mpaka 11 wilaya nzima. Mpo? Huo ndio umeme tulionao. Sasa tunataka kupata ngapi? Sasa mwenye calculator yake, mwenye nini afanye hesabu. Fedha zilipokuja wiki iliyopita, nilipokea timu kutoka Dodoma ya wataalamu. Walishafika ofisini kwangu kwa ajili ya kuja kutoa taarifa kwamba wako tayari kutekeleza huu mradi. Wameshafika ofisini kwangu. Wiki ijayo tutapokea tena timu nyingine ya pili itakayokuja hapa kwa ajili ya kuanza kazi ya survey kwenye laini nzima ya mradi. Tunachotakiwa sisi kufanya, Mheshimiwa Diwani, ni kutoka hapa kwenda huko tuangalie ile ramani inapita wapi, ili tukakae na wananchi kuwaelimisha waweze kuruhusu mradi upite ili utekelezwe kwa wakati. Sababu mashaka ya kukwamisha sio fedha, ni sisi wenyewe tutakapokuwa humu na wazito katika kutoa yale maeneo ili kupisha mradi uendelee. Lakini mimi niko tayari, hata usiku nitakuja kwenye vijiji kwa kuwapigia magoti wananchi wakisha kwamba hakuna kukwama. Kwa katika hili tushikamane wote pamoja, shida ni yetu wote pamoja. Tuhakikishe kwamba tunakwenda kuclear eneo lote ambako mradi huu utapita. Lakini kwa upande wake meneja wa TANESCO wilaya ya Chunya mhandisi Matthew Sichilima ametaja na kufafanua namna fedha hizo zitakazotumika katika mradi huo. Katika mwaka unaokuja wa fedha 2026 na 27 TANESCO imepewa, na hii bajeti imeshapewa, huu ndio tukao mgao wetu. Upande wa usambazaji umeme ni milioni 750, upande wa uboreshaji huduma kwa maeneo ambayo yana changamoto ya matransforma kuzidiwa
au kuna uchakavu wa miundombinu, labda kwa maana ya kuongeza nyaya zingine au mtandao mwingine, ni milioni 961, na ukarabati wa njia kubwa ya umeme ni milioni 820. Jumla inafanya kuwa bilioni 2.5. Madiwani nao hawakukosa kutia neno. Unajua tena wanasiasa lazima kutia neno, kwa kimombo vote of thanks. Sisi tunayo furaha kwanza kwa namna tunavyofanya kazi pamoja, lakini mbili, unavyotu update, unakuja na current issues ambazo zinatupa hamasa na kuhakikisha sisi kama timu ya Mama Samia na timu ya maendeleo tunaendelea kupita kwenye njia ambazo unatuelekeza. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi binafsi tunafanya kazi katika mazingira ya furaha sana, kwa sababu tu tunayo mashirikiano mazuri na ofisi yako, lakini tunafanya kazi kama timu katika halmashauri yetu ya Chunya. Tunashukuru kwa taarifa za umeme. Ni kweli tulikuwa na changamoto kubwa kwenye mazingira ya umeme, na isitoshe Chunya sisi tumejinasibu kwenye viwanda vidogo vidogo, hasa kwenye sekta ya madini. Tukipata megawati 90, hakika tunaenda kuijenga Chunya iliyoimarika katika swala zima la uchumi. Kwa maana hiyo tutatoa ajira nyingi ambazo zitakuja kuziba pengo lile la uhaba wa ajira. Sisi mradi kama ulivyotuasa, tutajitahidi kutoa elimu na kuhakikisha mradi unafanikiwa, na ninaamini mwenyekiti wetu Nguli atalisimamia hili akishirikiana na waheshimiwa madiwani, na waheshimiwa madiwani wanayo kiu. Naomba nimpongeze Mheshimiwa Mkuu wetu wa wilaya kwa kutuletea taarifa nzuri. Naomba tu niseme kwamba kwenye taarifa hizi zina afya sana kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Shilingi tulizopokea hizo kwa ajili ya mradi mkubwa wa umeme kwenye wilaya yetu ya Chunya unatuhamisha pakubwa sana, hususan kwenye swala la maendeleo. Na sisi Mheshimiwa Mkuu wa wilaya tunakuamini, na siku zote tumekuwa tukisema kwamba majembe ya aina hii bado yanahitajika sana Chunya ili tuendelee kusukuma mapato yote ya kuvuka malengo ya makusanyo. Ni ushirikiano wa ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, hakuna anayelala. Ni ushirikiano mzuri ndio unaotufikisha hapa, na hususan kwenye swala la kusimamia miradi kwa kweli yenye tija. Tuko vizuri Chunya kote kote, na tuendelee kuwa na mshikamano huu, na sisi tunaomba kuendelea na mshikamano huu Mheshimiwa Mkuu wa wilaya. Lakini mpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kutuona Chunya, aliyotufanyia ni makubwa. Hata hiyo kwenye ilani unayosema Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, mimi natembea nako kwenye gari kapo mle muda wote, nataka kujikumbusha nini maagizo ya Mheshimiwa Rais na ilani yetu imesema nini kwenye wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, lakini nimezungumzia na kwenye kata yangu ya Mamba na kwenye kata zingine Mheshimiwa Mkuu wa wilaya. Kwa hiyo yote haya tunayasoma, tunajua nini kinachotakiwa kuangaliwa. Lakini tumepokea pongezi na tunaendelea kushukuru, lakini tunaamini serikali ya Mama Samia haitengi mwananchi yeyote. Dhamira yake ni kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya umeme. Asante sana Mheshimiwa DC. Serikali ilisaini mkataba wa kupeleka nishati ya umeme mkoani Mbeya katika vitongoji 1009 na kutenga bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 42.6 kwa mkoa wa Mbeya. Asante. Niendelee kukumbusha umuhimu wa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza alama ya kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii. Ni vema na haki kabisa. Lakini saluti sana kwa kudondosha komenti yako. Kwa Wanachunya naona na Wanasongwe naona wengi watatia neno katika ukurasa wa maoni ama wa comment. Naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Asante, bye bye.